Kule Ulaya ni kweli angezikwa katika mabazilika yale makubwa, lakini kama ni misa ameipata. Kwa mfano kwa kumwaga ilikuwa ni heshima kubwa sana. Aliongoza misa ni yule katibu mkuu wa Vatican ambaye ndiye mtu wa pili baada ya Baba Mtakatifu. Na ndiye aliongoza misa na msaidizi wake. Na maaskofu wengine uliwaona na mapadre, tena wakaiongoza katika kanisa kuu la ulimwengu. Hivyo hizo heshima tayari ameshazipata. Lakini sasa heshima za kudumu akizikwa kule ni kweli watu wengine watamkumbuka, alafu baadaye watapotea. Lakini hapa Bukoba, hapa Tanzania tunamfahamu, ni mtoto wetu. Ametuletea heshima kubwa kama taifa, kama Bukoba. Hivyo akizikwa hapa inakuwa ni kumbukumbu. Hivyo hilo nilipenda sana. Pili, anapozikwa pale anakuwa karibu na Mwadhama Lauriani Kanairugambwa, mwajina wake, ambaye wazazi waliona kwamba tumuite jina la huyu mtu naye huenda akafuata nyayo, na kweli akafuata nyayo. Sasa wanakuja kukaa karibu mmoja na mwingine. Vile vile anakuja kuzikwa karibu na Askofu Nestori Timanywa. Askofu Nestori Timanywa ndiye aliyemtuma Roma mara ya kwanza, ndiye aliyempa upadirisho, ndiye aliyekubali arudi Roma. Hivyo ndiye yuko nini, ndiye mlezi wake mkubwa. Hivyo anakaa karibu nao, na wengine wakifa ambao wamekuwa karibu naye wataongezeka pale pale. Hivyo naye anaingia katika kabisa katika sehemu ambayo inastahili. Kwa maziko au mazishi ya kiongozi mkubwa wa kidini kama huyu, huwa ni protokoli zipi au taratibu zipi zinakuwepo katika mazishi? Tuseme mazishi, misa ni ya mazishi. Na hiyo misa ya mazishi mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna mkubwa na mdogo. Wote tunaombewa na Mungu anatujalia. Ila kwa sababu ni mtu mzito, vile vitu vinavyoambatana navyo ni vizito, kwa sababu ya watu watakao kuwepo, watakao endesha ibada hiyo. Kwa mfano itaendeshwa na Mwadhama Protazi Rugambwa. Hivyo mwanajina mwingine yanakuja kuendesha ibada ya mazishi. Unaona? Hiyo kinaongeza nguvu. Wanakuja maaskofu zaidi ya 20 na kitu, 25 zaidi. Akiwemo na nunsu yuko humo ndani. Na hatujapata wengine wakuja wananguka kutoka nje. Najua katika msiba hakuna kadi. Hivyo mtu anakuja na unampokea na mnazika pamoja. Watakuwa na viongozi wengine na mafari na wengine. Hivyo uzito wake utaonyeshwa watu watakao kuwepo na sala itakayokuwa inafanywa. Lakini ibada yenyewe ni ibada ya mazishi. Na pengine kwenye msiba kama huu, licha ya kwamba ameagwa Vatican, wanaweza kuwepo wawakilishi wa Papa hapa. Kwanza atakaye kuwepo ni nani? Ni Balozi wa Baba Mtakatifu, ambaye ndiye mwakilishi mkuu hapa nchini. Na ametoka nje, amerudi haraka sana kwa ajili ya kitu hiki, pamoja na msaidizi wake. Huyo ndiye mwakilishi mkubwa wa Baba Mtakatifu. Na huyo atakuwepo. Na amethibitisha kwamba atakuwepo. Msiba huu una uzito kiasi gani kwa Jimbo Katoliki la Bukoba? Kwa Jimbo Katoliki la Bukoba tumekuwa na misiba mizito. Palikuwa kwa Mwadhama Lauriani Kanairugambwa, ambao alikuwa mzito mkubwa kuliko misiba yote ambayo tumekuwa nayo kama kanisa hapa Bukoba. Pamekuwepo msiba wa Baba Nestori Timanywa, na umekuwa mkubwa kwa sababu ni baba yetu, ameongoza jimbo hili kwa zaidi ya miaka karibu 40. Alafu na huyu ambaye ndiye balozi pekee Mtanzania, sio wa Bukoba, pekee Mtanzania aliyefikia kiwango kile. Maana yake wakikupa ubalozi kwenda kuwakilisha nchi mbalimbali kama Angola, kama Honduras, kama New Zealand, maana yake Roma inasema huyu akienda ni kama Baba Mtakatifu mwenyewe amekwenda. Na atajokuwa anasema ni kama kimesemwa na Baba Mtakatifu. Hivi lazima mtu anayekuamini, uliye na uwezo, na huyu ni mtu ambaye tumepata msiba wake tena mapema. Wala wengine walishafika miaka 80 na kitu. Lakini huyu miaka 67 tu. Mbona ni kidogo sana. Mbali na simanzi ambazo tunajua actually watu watakuwa nazo kuanzia familia yake, wanajimbo, ni nini ambacho kwa kesha anapozikwa itakuwa ni somo kwa mapadre, waumini na wa kanisa Katoliki? Somo sio ukubwa wake. Wakubwa tuna wengi. Wakubwa wako wengi. Moyo wake, unyenyekevu wake, ukaribu wake na watu ndio kitaleta watu. Hawaleti ukubwa wake. Ukubwa ungekuja wale wa rasmi, lakini watu wanakuja kwa ajili ya moyo wake wa upendo, kwa ajili ya unyenyekevu wake licha ya cheo alichokuwa nacho, na licha ya ukaribu wake na watu. Hicho ndio kitakuwa simanzi kubwa ya kesho na kesho kutwa. Ndio itakuwa hiyo.
Na hiyo ndio kitu ambacho kitaonekana. Na kuna watu wengi walio na moyo, lakini kwa hali alivyokuwa nayo bado kawa na moyo wa namna hiyo. Ni vitu viwili ambavyo kwa kawaida viendani pamoja. Lakini yeye vilienda pamoja. Kwa mfano mapadre hapa, kila unayemwona alikuwa askofu mkuu, alikuwa barozi, lakini alipokuwa anakuja unaita askofu nova. Yani ni askofu mkuu licha ya hicho vitu walikuwa ni askofu nova. Kwa sababu walifanya nini? Walikuwa ni mtu wa karibu sana na wao. Nini ambacho pengine unaweza kuambia waumini wa kanisa Katoliki kuelekea msiba? Naambia kwamba wawe na imani na matumaini. Hiyo kuwa na imani na matumaini sio kwamba hauna majonzi. Kwa mfano nilipoona sanduku lake mara ya kwanza wanalisukuma pale katika kanisa kuu, nilianza kulia. Sio kwamba kuwa na imani haulii, nimelia kweli mimi mwenyewe. Hata sasa hivi nikianza kumongelea najisikia inakuja kitu kinanibana. Simanzi inanibana. Hiyo ni wazi kabisa ambayo hauwezi kuiacha. Najua pale siku hiyo patakuwepo majonzi na kilio. Hatutapiga kelele ya hapana, lakini machozi yatakuwa yanafanya nini? Kuna watu wengi na mimi labda mimi nikiwemo, machozi yatakuwa na mwagika kwa kweli. Licha ya majonzi hayo hayamaanishi kwamba tuna matumaini. Tuna matumaini. Haimaanishi kwamba tumshukuru Mungu alitupa zawadi hii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini masikitiko yapo. Ni kijana ambaye tutegemea bado, na muita kijana kwa sababu ni mwanafunzi wangu. Na mwanafunzi wako unayemfundisha form 2 kwako ni kijana, hata akiwa na miaka 60. Hivyo kiona ameondoka ni majonzi makubwa. Na nadhani na sio mimi peke yangu, watakuwa wengi. Kwa sababu watu wamemkumbuka mbalimbali. Yani nimekuta hata na padre mmoja ambaye alipata matatizo katika upande wake. Akanipigia simu akasema, baba, nataka kuambia mimi huyu ndiye niliweza kumwendea nikamuelezea kitu kangu akanielewa. Naona alipata matatizo katika upande wake, lakini akasema huyu alifanya nini? Alinielewa. Nikamkuta kiongozi mkubwa wa dini wa serikali. Akasema mimi nilikuta Roma, nikwenda Roma, akanipokea, alikuwa Roma. Akanipokea na akanionyesha namna ya kuenda mle ndani. Na namna ya kufikia sehemu kubwa mpaka akapata hata na kufika mahali fulani ya kuweza kuona Baba Mtakatifu kwa karibu. Yaani vitu kama hivyo. Naona kila mmoja anakuja na cha kwake. Na ni bahati nzuri kwamba amepitia Dar es Salaam. Na Dar es Salaam siku ya Jumamosi wanafanya wanamwaga pale kanisa kuu. Leo hii. Hiyo itapunguza watu wanaokuja huko. Lazima wangekuwa wengi mno na mji usingekalika. Because wa Dar es Salaam wengi walio karibu pale, sisi tunakwenda Dar es Salaam. Wala ufanye nini? Tumwage. Na hiyo imepunguza kidogo. Imesaidia kupunguza hapa ingekuwa ngumu sana. Ingekuwa ngumu sana kwa na watu. Okay, chochote cha kumalizia? Cha kumalizia ni kwamba naomba waamini na watu wote wa mapenzi mema, kesho anayeweza tumpokee pale uwanjani. Hapo ndege inapofika hapo saa 6 kasoro, karibu saa 5:30 hapo. Kuanzia saa 5:30 tuwe pale. Pili, saa 10 kesho kuna misa takatifu ya mkesha wa mazishi. Tuwe pamoja tusali, tumuombe. Na maaskofu wengi watakuwa wameanza kufika. Alafu kwa namna ya pekee siku ya Jumatatu kwanza tunaanza rambirambi saa 3 au 3, wengine wataanza hata saa 2:30. Lakini naomba tuwe pale tusikilize, yani watu wanavyotoa rambirambi zao, kwa sababu tumeona tukiweka ndani ya misa haiwezekani. Walau pale watu kadhaa, na hatuwezi kuwaweka wote, lakini walau kadhaa watoe rambirambi zao kwa ufupi. Hivyo nasi tuwe pamoja nao ili tushiriki kwa pamoja, tupate majonzi ya pamoja, tupate na furaha ya pamoja ya zawadi hii tuliyokuwa tumeipata. Nashukuru sana. Ambayo bado tunayo kwa sababu yuko mbinguni anatuombea. Mimi naamini kabisa. Amina.